Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Wakati serikali inaendelea kuboresha miundombinu na kuhakikisha inakuwa wezeshi kwa watu wa makundi yote, hususan watu wenye ulemavu, wito umetolewa kwa madereva kuhakikisha wanasimama na kuwapa nafasi watembea kwa miguu na wenye ulemavu kuvuka kwa urahisi wakiwa kwenye alama za vivuko vya watembea kwa miguu. Wito huo umetolewa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, SP Patrick Damas, alipokuwa akitoa maelezo juu ya sheria za uvukaji barabara kwa watembea kwa miguu. Muda ambao hao wavukaji wanapaswa kutumia kuvuka kwenye ile zebra crossing, labda muda huo ukoje, kwamba tunapima vipi muda, lakini pia kwa mtu mwenye ulemavu ambaye pia anahitaji usaidizi, treatment yake pia huwa inakuwaje, na jeshi la polisi kwa ujumla, hasa kitengo cha usalama barabarani, huwa mnatafsiri vipi katika uratibu hizo sheria? Ya, kwa upande wa muda kama sijaelewa au nimeelewa, na mimi nimeelewa vizuri kwamba muda kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ya, ukifuatilia hicho kifungu cha 65 ambacho nilikuwa naelezea ni kwamba unapovuka barabara, kitu cha kwanza cha kufanya lazima utumie kivuko kwanza kabisa. Sasa unapotumia kivuko, tuashumu ndio hiyo zebra ambayo tunazungumzia, pedestrian crossing. Unapofika upande wa kwanza wa barabara, unapotaka kwenda upande wa pili, unapaswa kusimama. Kitendo cha wewe kusimama, sheria inamuelekeza dereva kwamba utakapomuona mtu kasimama kwenye lile eneo, basi dereva anapaswa na yeye kusimama ili kumpa nafasi yule mtu afanyeje, avuke. Kwa hiyo kwa fakti hiyo ni kwamba yule mtu anapaswa kuvuka moja kwa moja kwenye kile kivuko, na wakati anavuka, sheria imeelekeza hatakiwi kukimbia, anatakiwa kutembea tu vizuri straight kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo muda kwamba ni dakika 2, ni dakika 3, ni dakika 5 haupo. Ni ule muda tu utakaomwezesha mtu kwa kadri alivyo, kwa sababu dereva ameshamuona amesimama. Kwa hiyo kwa namna yoyote, hata kama ni ule mlemavu wa viungo ambaye hana baiskeli, ina maana dereva ni lazima hakikishe anasubiri mpaka yule mtu aweze kumaliza kuvuka. Kwa hiyo hata kama akishavuka huyo mtu, bado kuna mwingine, inabidi magari yasimame yasubiri mpaka wale watu wote wavuke, kwa sababu muda ule na eneo lile ndio eneo pekee kisheria ambalo wana haki ya kuvuka magari yasimame. Sasa ili kuavoid hiyo hali, muda mwingine unaweza kukuta kwa mfano mida ya asubuhi, watu wanaweza wakaa ni wengi sana. Watu wanavuka, unaweza kujikuta kwa sababu pia hakuna specific time, kwa maana ya muda hapa ni muda fulani. Sasa kukawa na changamoto kwamba magari lazima yasimame, magari yatasimama. Magari yanaposimama watu wanavuka, unaweza kujikuta magari yanasimama muda mrefu. Sasa kuliavoid hilo ndipo jukumu lile la polisi linapoingia, kwamba inapokuwa ile mida tunasema ni peak hours, kwa maana ya asubuhi na jioni, tunaweka askari kwenye vile vivuko. Askari anapoingia pale, tunarudi kwenye section 73 ya sheria ya usalama barabarani, kwamba wanasema ni precedence of road signs, kwamba ni alama ipi itaanza kufuatwa. Kwa hiyo kukiwa na alama inazuia, lakini akisimama askari anaruhusu, inabidi ufanye anachoelekeza askari. Aidha, SP Damas amesema kuwa watembea kwa miguu wanatakiwa kuhakikisha wanafuata sheria za uvukaji barabara, ikiwemo kutumia vivuko vya zebra crossing. Musa Ramadhani, Sauti Yetu TV.